jamii zetu. Pita mipaka ya Bwana wa mabwana tuliyokuwekea ya dini mtakatifu wa takatifu, ili ukaweza kuonekana, ili ukaweza kuguzika katika maisha yetu. In the name of Jesus Christ. Inua mikono yako. Kuna neno kama hili, kile unaweza kufanya ni jambo moja ya hekima: kufanya uamuzi wa moyo, kufanya uamuzi wa ndani. Hata nikakuwekelea mikono na hujafanya uamuzi wa ndani ya kwamba kuanzia leo nitaondoa hizo limitation, bado utatoka hapa nikiwa nimekuwekelea mikono, lakini bado umejizuilia. Hapo ndipo unakutaka ya kwamba mtu anafanyaga kile anataka. Ninaweza enda kanisani wakati ninataka. Kuna vitu siwezi kataa kufanya. Bwana asifiwe. Hapo ndipo unaonaga watu wengine, uamuzi wa moyo wako ni huu ya kwamba ninaweza enda kanisani vile ninataka, ninaweza kosa kwenda kanisani vile ninataka, kwa sababu Roho Mtakatifu ulimunyima nafasi. Hawezi kukwambia toka, fanya hivi na ufanye kila kitu ambacho Roho Mtakatifu anataka ufanye. Wengine kutoa kwako, Roho Mtakatifu hawezi kukwambia toa hiki. Wewe unakuwa uko na mipango mizuri ya kufanya. Leo naomba ufanye maamuzi yasiyo ya kawaida. Yandorovotika yanze ya kwamba nitamtii Roho Mtakatifu. Nasema nitamtii Roho Mtakatifu na nitafanya kile anasema Roho wa Bwana. Bwana asifiwe. Nasema nitafanya kile anataka. Tuko kanisani, lakini sisi ni kama watu ambao hawana wa kutuongoza. Hatuwezi saidiwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akikwambia leo ninakuhitaji kwa nyumba yangu, leo ninakuhitaji ufanye hivi, hata ukiwa kwako huwezi acha kile ulikuwa unafanya kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Nitafanya baadaye Roho Mtakatifu. Yani lazima tushawishiwe. Wengine hata wameondoka duniani kwa sababu walitaka kushawishiwa na Roho Mtakatifu. Hawakuwa tayari kutii. Hauko tayari kutii Roho Mtakatifu. Unataka akushawishi, akuonyeshe hii, na unamwambia ni najisi, siwezi fanya hivyo. Ni kanisa, ni nani atakayesimama atakayemtii Roho Mtakatifu? Ya kwamba tunaweza kuwa kama baba yetu Ibrahimu. Anaambiwa na Mungu, amka utoke kwa nyumba ya baba yako na kwa watu wenu. Na hapo hapo anaamuka. Anaambiwa amka uende ukalitolee mwanao kama dhabihu. Hakuuliza maswali mengine. Leo watu wanauliza Roho Mtakatifu maswali, maana hawako tayari kumtii. Leo naomba Bwana atusaidie. Nimekuambia hata nikakuwekelea mikono na hauko tayari kubadilika, bado utaendelea hivyo hivyo, kwa sababu ni uamuzi na ukaidi wa moyo. Lazima uondoke kwa ukaidi wa moyo, useme nitakutii Roho Mtakatifu. Pasta awe, mshirika mwingine awe, mke wangu awe, mume wangu awe, asiwe, nitakutii, kwa sababu sikutii kwa sababu ya jamii yangu tu. Watu wengine tumeshindana na Roho Mtakatifu kwa sababu wewe unajua ni Roho Mtakatifu anastahili kutuku kutawala ukiwa kanisani. Leo unaweza fanya mambo yote. Leo sio sheria ya kwamba kwa Sabato ni lazima uiheshimu, kwa sababu sio sheria. Wewe unaweza kufanya vile unavyotaka. Uje kanisani, usije kanisani, haijalishi. Unataka Roho Mtakatifu akushawishi, hauwezi gharimika. Wengine unasema sikuwa na pesa, sikuwa na hiki, sikuwa na hiki, lakini ni vizuizi ilivyoweka. Leo ninaomba Bwana akusaidie
ya kwamba utafanya maamuzi. Wengine hata katika ushirika huwezi enda kwa sababu hakuna mtu anakuangalia. Pasta hatakuja kweli, hatakuja, lakini ujue wewe sio wa pasta, wewe ni wa Yesu. Na msaidizi aliyekupatia ni Roho Mtakatifu, hakukupatia pasta. Mimi niko tu nifanye kusudi la Mungu, lakini siku moja atakaposimama, utasimama mbele zake ya kwamba nimekuwa mtumishi mwaminifu kwa nafasi na wakati ulionipatia. Huwezi, mambo mengine unaweza yapanga, mambo ya kazi yako, mambo ya biashara yako unaweza yapanga, lakini kwa Mungu lazima ushawishiwe, kwa sababu Roho Mtakatifu hayuko haji kwa kiboko. Lakini wacha nikwambie, kuna siku moja tutasimama mbele za Bwana. Tutasimama kama watu waaminifu ama watu ambao walipoteanwa na Bwana. Leo siukate kauli ya kwamba leo sihitaji kuwekelewa mikono. Nahitaji kufanya uamuzi ya kwamba kama nitamfuata Bwana si kwa sababu ya dini yangu ama kwa sababu ya mtu mwingine. Nitamfuata Bwana kwa sababu moyo wangu unampenda. Si Bwana atusaidie kanisa, si Bwana atusaidie kanisa, tunaposherehekea siku ya Roho Mtakatifu. Wewe unafanya kazi gani na Roho wa Bwana? Umemkwaza siku ngapi? Si utusamehe Roho wa Bwana. Mwambie tu Roho Mtakatifu akusamehe. Tumemkwaza wakati wengine we don't care kipi ambacho atasema. Sisi tuko sawa, tunaweza enda kanisani vile tunataka, tunaweza kutoa kile tunataka, tunaweza kukula kile tunakotaka, tunaweza kukunywa kile tunataka. We don't care. Si Roho wa Bwana atusaidie, si Roho wa Bwana atusaidie, si Roho wa Bwana akusaidie na anisaidie. We give you praise, our Savior. We love you, our Lord and our Maker. Tunakutamani Bwana, tunatamani nguvu zako. Tusaidie Roho Mtakatifu. Thank you. Fanya uamuzi wa moyo wako kwamba kama tutamtii Roho Mtakatifu, si lazima akae akitushawishi, ya kwamba anahitaji moyo wako, anahitaji wakati na wewe. Si lazima aishi akikushawishi. Kata kauli siku ya leo kanisa, kata kauli ya kwamba si lazima nikae nikishawishiwa. Kuna wakati, kuna vitu nyingi zimemnyima nafasi katika maisha yetu. Bwana atusamehe, tukomboe. Kuna watu tumeshikwa na TV, kuna watu tumeshikwa na simu, kuna watu, yaani hicho ndicho kizuizi kikubwa. Huwezi msikia Roho Mtakatifu, hawezi kuwa na wakati na neno la Bwana. Wengine unakutanaga na Biblia Sunday to Sunday. Roho Mtakatifu tusaidie, Roho wa Bwana tusaidie, Roho wa Bwana tusaidie. In Jesus mighty holy name. Father, we give you praise. Tunakutamani kuanzia leo Bwana, tukomboe. Inua tu mikono yako, unamhitaji huyu Roho Mtakatifu zaidi. Naomba Roho Mtakatifu tujilie tena, ondoa chochote kilikuzuilia kudhihirisha uweza kupitia maisha yetu. Kule ulitamani tuonyeshe imani, tukaonyesha vitu vingine, tukakuzuilia hata kwa jamii zetu. Tusamehe Bwana, tusamehe Bwana. Tukomboe Bwana wa Bwana kwa vitu ambazo Zaburi tumeziingiza ndani yake, zimetushika, zimeshika mawazo yetu, zimeshika mioyo yetu. Tumekuondokea Roho Mtakatifu wa takatifu, hatukutii, tuko sawa. Tusamehe na kuanzia leo tusaidie.
kwa sababu wewe ni mwema na ni mwaminifu. Tunakushukuru.